Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru kwa kunipa nafasi na mimi ya kuweza kuchangia bajeti kuu ya serikali. Lakini sambamba na hilo pia napenda kuwapongeza mawaziri, waziri wa uwekezaji na mipango, waziri wa fedha. Wote wamefanya kazi nzuri na wametuletea bajeti nzuri iliyozingatia vigezo vingi na kubeba matumaini ya Watanzania. Na kwa uhakika wameweza kutafsiri maono ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kukuza uchumi, lakini na mwisho wa siku kuacha tabasamu kwa Watanzania wote. Hongereni sana waheshimiwa mawaziri. Ninaomba kuchangia sasa. Mambo ninayotaka kuchangia ni kwamba kama nilivyosema ni kwamba ni lazima tuwe na muono wa kuweza kutafsiri maono na malengo ya Mheshimiwa Rais na serikali na tuweze kuyaweka katika vitendo. Nataka kuanza kuongea au kuchangia katika eneo la kuona jinsi ambavyo tumewekeza kwa ukubwa na upana katika bandari yetu ya Dar es Salaam. Bandari ya Dar es Salaam imekuwa na ufanisi mkubwa sana sasa baada ya kufanya uwekezaji mkubwa. Lakini ni lazima tuone baada ya kufanya uwekezaji huo tunaendelea kufanya mambo gani kuweza kuongeza competitiveness na bandari nyingine. Katika kusema hilo, nataka niseme kwamba sasa hivi kuna mambo makubwa sana na mazuri yameongezeka pale bandarini. Lakini nataka niseme kwa mfano, mizigo mingi inayotoka bandari ya Dar es Salaam inaelekea katika nchi za SADC. Mizigo mingi inayotoka bandari ya Dar es Salaam inapita katika barabara ya kutoka Morogoro mpaka katika posti ya boda ya Tunduma. Ndio maana nataka nishauri sasa, ni vizuri serikali kaona umuhimu wa kutengeneza barabara hii muhimu kutoka Dar es Salaam, Morogoro, Iringa, Njombe mpaka Mbeya, Songwe mpaka katika boda ya posta, katika boda ya Tunduma. Ndugu zangu, nataka niwaambie magari yanayopita katika boda ya Tunduma mwaka 2025, 2026, 2027 mpaka hivi ninavyoongea yamepita magari 309,547. Ukilinganisha na mwaka 2020, 2021 ambapo yalipita magari 121,260 peke yake. Hili ni ongezeko kubwa sana katika barabara ile. Tunahitaji kuiboresha ili kuweza kuidecongest bandari yetu ya Dar es Salaam, magari yaweze kwenda vizuri. Hali ya barabara kutoka Dar es Salaam mpaka boda ya Tunduma ni mbaya sana. Mimi mwenyewe binafsi nimewahi kusafiri kutoka Tunduma mpaka Mbeya mjini, ilikuwa usiku, nilitumia masaa 5 na dakika 20. Sasa ndugu zangu, ni lazima tujue kwamba hawa wenzetu bandari zinazotuzunguka katika soko la SADC wataweza kutumia nafasi hiyo tusipoweza kuiboresha bandari hii. Na ni lazima tuone kwamba jambo hili tunalolifanya ni jambo la kiuchumi. Mzigo uliotoka bandari ya Dar es Salaam kupitia boda ya Tunduma ni metric tani 9,400,000. Ndugu zangu, mzigo wote unaosafirishwa kwa mwaka kutoka bandari ya Dar es Salaam ni metric tani 12,000,000. 74.6% ni mzigo ambao umepitishwa katika bandari hiyo, na 23.6% ndio inayobakia kupitishwa kwenye maeneo mengine, na ukijumlisha pamoja na mzigo unaopita katika boda ya Kasumulu kwa maana ya kupita Uyole, Tukuyu na Kyela kwa kuelekea katika boda ya Kasumulu kwenda nchi za Malawi na nchi nyingine za kusini. Ndugu zangu, hii ni barabara ya uchumi. Naomba sana tuizingatie na tuweke nguvu kubwa katika kuhakikisha kwamba tunaiboresha barabara hii. Na sote kwa pamoja humu ndani tunakubaliana mikoa ya nyanda za juu kusini ndio ghala la chakula. Kwa hiyo usafiri na usafirishaji katika maeneo hayo unategemea sana barabara hii. Ninaomba Mheshimiwa Waziri tuiangalie kwa jicho la tofauti, tutafsiri maono ya Mheshimiwa Rais kwa vitendo na kuleta tija ili sasa tuweze kuwa na ushindani. Na hiyo ndiyo vision ya bandari yetu inavyosema, kuwa bandari kiongozi katika kutoa huduma katika bandari nyingine za kikanda. Sasa ni lazima tujipange vizuri kuona tuna exploit soko la zaidi ya watu milioni 450 katika eneo la SADC. Baada ya kusema hayo, naomba niseme kwamba pia tuendelee kufikiri bandari yetu, tunafikiria kuiboresha. Kwa mfano, tunafikiri itakapofika mwaka 2030 tunaweza tukaongeza gati nyingine 10. Ndugu zangu, gati hizi 10 zikiongezeka, maana yake ni kwamba mzigo utakuwa mkubwa zaidi. Kwa hiyo ni vizuri barabara hii sambamba na reli ya Tazara tukaziangalia kwa jicho la kiuchumi zaidi ili kuweza kuleta maendeleo katika nchi yetu na kuweza capitalize eneo hilo la kiuchumi. Lakini pamoja na hayo, naomba tuangalie uwezekano wa kuiwezesha TPA, ikiwezekana waweze kukopa. Inasemekana
kwamba kujenga gati moja inagharimu kati ya dola milioni 100 mpaka dola milioni 200. Lakini pia utafiti na taarifa inaonyesha kwamba gati moja kwa mwaka inaweza kuingiza mpaka trilioni 1. Jamani, hii ni biashara kubwa. Hebu tuone namna gani jinsi tunaweza tukawapa nguvu TPA waweze kufanya jambo hilo kwa ufanisi mkubwa kabisa. Jambo la pili naotaka kushauri, Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo naotaka kushauri la pili ni jambo la maboresho ya sheria ya Benki Kuu sura namba 197. Kwanza ninaipongeza sana serikali chini ya rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Imeonyesha jambo kubwa la kupigiwa mfano na jambo la uthubutu, ambapo tumekubali kwamba sasa fedha ambazo tunataka tukope katika mfuko wa Benki Kuu, serikali yenyewe kwa dhamira yake imeamua kupunguza kutoka 18% mpaka 14%. Hili ni jambo la kupigiwa mfano. Hongereni sana Mheshimiwa mawaziri na watendaji wote katika serikali. Na hii maana yake tunatoa mfano kwamba hata maeneo mengine yaone ni namna gani yanazidisha nidhamu ya udhibiti wa sera za serikali kwa mfano huu ambao umeonyesha. Lakini hoja yangu hapo ipo katika kile kifungu cha 69 ambacho mmeleta pendekezo la kubadilisha, kuifuta au kuiandika upya ile sheria. Tunafahamu kwamba sheria ile ndio sheria inayoruhusu udhibiti wa bodi ya BOT katika kukopa hizi fedha. Ndugu zangu, ninaomba jambo hili serikali tuendelee kuiangalia kwa makini zaidi na tuangalie kwa karibu zaidi, kwa sababu hizi fedha tunatakiwa tukibadilisha hiki kifungu tunaondolea uwezo wa BOT ile flexibility yake au unyumbulifu wake wa kuweza kuisaidia serikali wakati wa dharura. Jambo hili ninashauri serikali kifungu hiki cha 69 kiendelee kubaki kama kilivyo hivi sasa kwa maslahi makubwa na maslahi mapana ya nchi yetu. Na ikiwezekana ninaendelea kuwashauri kwa nia njema hiyo hiyo ambayo mmepunguza kukopa katika BOT kutoka 18% mpaka 14%, ikiwezekana tujiwekee mpango katika miaka 5, ikiwezekana tupunguze uwezekano wa kukopa mpaka sasa tukope kwenye single digit. Inawezekana ndani ya miaka 5, kwani serikali imeonyesha nidhamu katika ukusanyaji wa mapato, ambapo sasa hivi serikali yetu bajeti yake imeweza kuwa funded kwa 74.5% kwa mapato ya ndani. Tunakoelekea ni kuzuri, tuendelee na moyo huo, na mimi huo ndio ushauri wangu katika eneo hilo. Eneo lingine ninalotaka kuchangia, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni eneo la kilimo. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi natoka katika jimbo la Busokelo, lakini nataka niwaambie kule kwenye jimbo letu la Busokelo kilimo ndio kila kitu. Lakini sio jimbo la Busokelo, asilimia kubwa ya wabunge hapa wengi wanajua umuhimu wa kilimo, na nimesema mwanzoni lazima tutafsiri maono ya Mheshimiwa Rais katika uhalisia. Kwa mfano, sasa hivi tunajua Mheshimiwa Rais ametoa ruzuku katika mbolea, mbegu na pembejeo nyingine kama vile viuatilifu. Na ndugu zangu, uzalishaji katika nchi yetu umekuwa sana. Sasa hivi chakula kinazalishwa kwa cha kutosha. Mfano hapa Tanzania sisi chakula chetu kwa mfano mahindi tunahitaji metric tani 6.8 milioni mpaka 10, lakini tunao uwezo wa kuzalisha metric tani milioni 13. Maana yake ni nini? Ni kwamba tunazalisha chakula cha kutosha. Changamoto yetu katika eneo la kilimo ni masoko. Ninaomba serikali tuone ni namna gani tunaweza kuwasaidia watu wetu hawa kuweza kuboresha kuna kuwatafutia masoko ya uhakika ili tuweze kuwakomboa. Kinyume na hapo tutabaki pale pale na uwekezaji mkubwa tunaofanya katika kilimo hautakuwa na maana. Mheshimiwa Mwenyekiti, unaweza ukajua wewe unatoka eneo ambalo wanazalisha parachichi. Bei ya parachichi haina uhakika. Parachichi inauzwa kule kwetu wameuza watu mpaka kilo shilingi 250. Unawezaje ukamkomboa mkulima kwa namna hiyo? Ndugu zangu, lazima tuweke nguvu na mikakati ndani ya serikali kuona uwezekano wa kutafuta masoko ya kusaidia wakulima wetu. Uhakika katika kokoa, uhakika katika mazao yote yanayofanya. Hivi Mwenyekiti, nataka nikueleze kule kwetu sasa hivi wakulima wamelima, wamewekeza, lakini mpaka hivi ninavyoongea katika zao la chai wananchi hawana sehemu ya kuuza chai yao. Na hii ni kwa sababu kuna wawekezaji ambao wamegoma tu kwamba hatuwezi kuchukua chai kwa sababu wanasubiri bei elekezi itakapopungua. Hawa wananchi wanafidiwa na nani? Hii hasara inabebwa na nani? Naomba serikali hapo wakishirikiana na mwanasheria mkuu wa serikali tuone wawekezaji wa namna hii tunashughulika nao namna gani. Ukienda eneo la Tukuyu, mashamba ya chai ya Chivanje yanasikitisha, yamekuwa mapori, hakuna kinachofanyika. Lakini wanasema huyu mtu ana kesi, sijui ana jambo gani. Haiwezekani. Hata kama ana kesi, sisi tunao wanasheria wabobevu.
Sisi tunayo serikali ambayo ina uwezo, na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan tarehe 6 mwezi wa 9 alitoa statement, alisema wawekezaji wa namna hiyo washughulikiwe. Tunangoja nini? Naishauri serikali tufanye jambo hilo ili tuweze kushukuru. Jambo la mwisho, Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba uniruhusu nichangie kwa dakika moja. Jambo la mwisho Mwenyekiti, ni jambo la uwekezaji sana sana kwa upande wa kandarasi. Nimeona katika umeisha, malizia kwa haraka. Naona katika ukurasa 42 sehemu ya 16, ninaomba Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imeonyesha nia njema ya kuanza kujali wakandarasi wa ndani kwa kuanza kuwalipa kama fesi. Tusaidie wakandarasi wetu wa ndani, ndio wanatengeneza ajira. Hawa ndio wanaohakikisha ajira na nafasi za kazi kwa maeneo mengine. Ninaomba kama mlivyokusudia serikali, nia njema hiyo, tuanze kuwalipa hawa wakandarasi kwa sababu hali yao ni mbaya na wengine wanapoteza hata maisha. Tuwasaidie Mwenyekiti, na serikali imethibitisha uwezo wa kuwasaidia nao. Asante sana Mwenyekiti, na kushukuru, na ninaunga hoja mkono 100%. Asante sana Mwenyekiti. Asante sana. Asanteni sana.